Adui wa nje hawezi kuwa na nguvu katika maisha yako kama ndani hakuna adui. Adui ni nani? Adui ni mtu yoyote asiyekutakia mema, anayefurahia upatwe na mabaya. Wakati mwingine anaweza kawa tu ni mtu barabarani, umekutana naye akakuchukia bila sababu. Anaweza kawa ni mfanyakazi mwenzako, anaweza kawa ni ndugu yako, anaweza kawa ni mtu aliyevaa vazi la rafiki au mpenzi, lakini moyoni mwake hafurahii mafanikio yako. Huu ni adui aliye nje. Wanatembea na nishati fulani mbaya ya kuzuia watu wengine wasipige hatua kwenye maisha. Ule tu uwepo wa adui karibu yako unatosha tu kukuzuia usipige hatua kwenye maisha, kama hujui namna ya kujilinda na sumu, kwa sababu sisi wanadamu ni viumbe vya kiroho. Yaani ni kama ambavyo ukienda kwenye pori, kuna wadudu wana sumu, nyoka wana sumu, kuna wadudu mbalimbali, hata kuna mimea ina sumu. Ile imekuwa ile sumu ile ipo, ni sehemu ya negativity katika hali ya kujilinda. Kwa hiyo katika hali ya kujilinda na hatari, kama ulinzi wake, anakuwa na sumu. Hata sisi pia binadamu tuna sumu. Sasa kwa mtu ambaye anajielewa, anajua namna ya kuitunza sumu yake, aitumie inapostahili. Ni sawasawa na wanaomiliki silaha. Kwa mtu ambaye ana utimamu, hawezi tu akaanza kuonyesha silaha kama na bunduki yake, mtu kidogo amkorofisha akatoa bunduki. Huyu ana matatizo katika afya yake, katika akili yake. Kwa hiyo mtu mwenye utimamu wa afya katika nafsi yake anajua ule upande wake wa sumu, wa hasira, wa ghadhabu, wa kulipiza jambo, anauweka pembeni, anaufunika na kujielewa, kujitambua, kuelewa watu, kuelewa kuna utofauti wa watu, kuwakubali watu wengine. Anakaa upande chanya, upande positive. Lakini kuna watu ambao wamepoteza huo uelewa. Kwa hiyo moja kwa moja wanakuwa wamejitambulisha na ile sumu. Tunaita watu sumu. Yaani ukikaa na mtu wa namna hiyo, maneno yake tu yanakuwa sumu. Hujawahi kuona umekaa na mtu ulikuwa umetoka una morali huko ulipotoka, baada ya kukutana naye ameongea neno moja tu, sentensi moja tu, unapoteza nguvu kabisa ya kufanya mambo ambayo ulikuwa unayafanya. Ulikuwa na idea nzuri na umepata nguvu kwamba unaweza kuitimiza ile idea. Umekutana naye, huyu ni rafiki, si mfanyakazi mwenzako, umemshirikisha, anaongea sentensi moja tu, unajiona wewe ni mpuuzi mmoja, kwamba unawaza vitu visivyokuwa na uhalisia, vitu vya kufikirika. Sasa kwa hali yao tu wanadamu ya kawaida, wana uwezo wa kukuathiri wewe usipige hatua kwenye maisha yako. Ndio maana kuna wakati ukiwa mbali na mtu wa namna hii kwenye maisha yako, unashangaa unaanza kupata mafanikio. Ulikuwa karibu na watu fulani, baada ya kuachana nao na kuwa mbali nao, labda umeona wana tabia zao ambazo sio nzuri, zinakuumiza, umeona kabisa wana unafiki, kama wanasema wanakupenda lakini kumbe sio. Unavotoka katika mikono yao, unashangaa kuona mambo yako yanapiga hatua zaidi, kwa sababu sumu zao zilikuwa zinakuzuia kupiga hatua kwenye maisha. Alafu kikubwa zaidi, wako hawa watu ambao tunawaita maadui, ambao pia hutumia mazingara ya kiroho, mazingara mengine ya kiroho, wengine wanaita imani za kishirikina, vyovyote, uganga na mazingara yoyote ya nje, yaani kabisa kuwadhoofisha watu wengine. Hiyo kwenye jamii zetu na tamaduni zetu hasa za Kiafrika ni kitu ambacho kinajulikana commonly. Sasa kitu ambacho nikwambie ni kwamba chochote adui anachoweza kukifanya, kiwe iko cha mazingara ya kiroho, iwe ni manipulation tu ya akili, kisaikolojia, na hasa kazini, hata kwenye familia kuna kuwaga na hii mchezo wa hawa watu ambao anajiwakilisha kama mtu mzuri kwako, lakini adui anakuwa na kuchezea akili. Lengo tu ujione utoshi, ile unavyohangaika, unavyojisikia vibaya, unavyojiona wa kawaida, kwake ndio furaha yake. Kwa hiyo haijalishi huyo mtu kama adui anatumia mazingara yoyote au tu kwenye hisia au manipulation, nguvu yake hiyo yoyote haiwezi kuwa na mamlaka kwako, haiwezi kukuletea madhara wewe, isipokuwa imeathiri hisia zako. Yaani adui anachokifanya, anaenda kuathiri hisia zako. Adui yako ili akuweze, ili afanikishe anachokitaka kwako, akuletee mabaya, furaha yake sio upate mabaya, wewe ndio mtu adui. Mbinu pekee ambayo unaweza kuifanya ni kuathiri hisia zako, miemko yako. Kwa nini?
miemko yako na hisia zako zinaenda kuathiri aina ya mawazo ulionayo. Kwa hiyo kunakuwa na mchanganyiko wa mawazo ulionayo ambayo yatakuwa yanaendana na hisia ulizonazo na miemko ulionayo. Sasa mawazo ulionayo, hisia ulizonazo na miemko ni kioo. Ni kama maombi. Yaani maombi halisi hayako pale watu wengi wanaposema ninaomba au ninasali. Maombi halisi yapo katikati hapa unaposema ninaomba na ninasali. Ya ule muda mwingine wa maisha, unachowaza, unavyojisikia, unavyohisi ndio maombi. Ambayo hayo maombi moja kwa moja yanajibiwa na maisha. Maisha yanakuletea majawabu yanayoendana na aina ya mawazo, hisia na miemko ulionayo. Kwa hiyo ili adui wa nje apate nguvu kwenye maisha yako, anapambana ana influence mazingira yako, yani anatengeneza mazingira ambayo yatakufanya wewe uwe na mawazo mabaya, uwe na mawazo ya kushindwa, uwe na mawazo ya kujiona na bahati mbaya, uwe na mawazo ya kujiona na mkosi. Alafu yale mawazo yanakupelekea unaanza kuwa na hisia ya hofu, hisia ya wasiwasi. Sasa hizo hisia za hofu, wasiwasi na mkosi sio wa nje, ni ndani yako, ni za kwako wewe mwenyewe. Ndizo ambazo zinaenda kukuletea majawabu kutoka kwenye maisha. Ulimwengu unaakisi hizo hisia zako. Ndio maana unashangaa ajali, mara magonjwa, mara nuksi haziishi kwenye maisha yako nje, sio kwa sababu hasa ya adui. Adui ameinfluence mazingira yako ya nje kwa sababu wewe hujawa mtawala wa kuwa juu ya mazingira yako ya nje. Yale mazingira yako ya nje yanaenda kuathiri aina ya mawazo ulionayo, hisia na miemko ulionayo. Mtu wa kawaida siku zote anakuwa na mawazo yanayoendana na mazingira yake. Kwa mfano, ikitokea mtu amekusema vibaya, asubuhi mpaka jioni utakuwa unawaza kwamba amekusema vibaya. Kama alikusema wewe bwana, wewe hiki kitu sio kwa ajili yako bwana, hii waachie wengine. Mawazo yako yote unaanza kuwaza yale maneno aliyokuambia waachie wengine, alafu unaanza kupata mawazo mengi zaidi kwamba kweli mimi na bahati mbaya. Kweli bwana, ndio maana kila anachokifanya hakiwezekani. Kwa hiyo nguvu haipo katika yale maneno yule mtu aliyokuambia, hii jambo waachie wengine. Nguvu ipo kwako wewe kwa kuendelea kuwaza yale maneno aliyokuambia yule mtu. Kwa hiyo unavyoendelea kuwaza yale maneno aliyokuambia huyo mtu, unaenda kuathiri namna unavyojisikia. Unaanza kujiona hautoshi, unaanza kujiona haustahili. Kwa hiyo utashangaa ulikuwa una dili umeshaanza kulifanyia kazi. Una watu wa karibu unataka kuingia nao makubaliano ya kibiashara. Unashangaa unavuruga lile dili. Unashangaa unajisabotage mwenyewe, unajihujumu. Utasema nimerogwa, amenitumia majini wa shetani, ameenda kuvuruga mpango wangu. No, sio majini wa mashetani. Kama kuna majini na mashetani, basi ni yale maneno ambayo umeambiwa na wewe umeyakubali. Kwa hiyo nguvu haipo nje. Nguvu ya kushindwa iko ndani yako, na nguvu ya uwezekano na kushinda iko ndani yako. Kwa hiyo kushinda ama kushindwa hakutoki nje, kunatoka ndani yako. Kwa hiyo adui yako yeye anakutengenezea mazingira ya wewe kushindwa. Sasa mtawala ni yule ambaye anatembea juu ya mazingira yake. Usikubali kutafsiriwa na mazingira yako, kuwa juu ya mazingira yako. Na ndio hapa inakuja swala la kumaster yourself, kuwa master. Nafanya coaching program kwa wewe ambaye unataka kuwa mtawala wa mazingira yako. Usiwe mtu wa kuongozwa na mazingira, victim wa mazingira, mwathiriwa wa mazingira. Toka kuwa hapo mpaka uwe mtu ambaye unatawala mazingira yako. Unataka kujiunga na coaching program, jiunge na coaching program. Pia tunafanya program ya pamoja, group coaching ya uponyaji, healing program, uponyaji wa majeraha ya nafsi. Kujitambua wewe ni nani, ambayo yote hiyo inaenda kufanya uwe self mastery, uyatawale maisha yako na mazingira yako. Na tumeanza wiki hii, tunaanza wiki hii program ya uponyaji. Kama unataka kujiunga na program ya uponyaji, nitumie ujumbe inbox ama nitumie ujumbe WhatsApp. Ukienda kwenye profile yangu hapo kuna namba nimeweka, ama nitumie email, ipo katika maelezo ya hii channel yangu. Okay, kuwa huru ni haki yako. Ujaja katika sayari dunia kuwa muhanga, kuwa muathirika, kuwa victim. Umekuja katika sayari dunia kuwa mtawala wa mazingira yako na maisha yako.